Barabara kabisa, msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa michezo. Mkenya anaitwa Sebastian Sawe amegonga vichwa vya habari. Watumiaji wa mtandao wanasema Wakenya wanaweza kupaa. Tutaliangalia swala hili katika mchanganyiko wa masuala muhimu ambayo tunayazingatia leo katika mjadala wa michezo. Bundesliga na vilevile ligi ya Premier huko England, na Champions League inarejea wiki hii, PSG ikiwa na miadi na Bayern hapo kesho, na Atletico na Arsenal siku ya Jumatano. Mimi ni Josephat Charo, upande wa pili wa studio tunaye Saumu Njama na Bruce Amani. Karibuni sana. Tutakuja kuzungumza kuhusu swala la Sebastian Masawe hapo baadaye, lakini kwanza tuanze na Bundesliga. Bayern walikuwa almanusra tu. Josephat, siku zote ukisema almanusra na kumalizia na kwambia nge. Kama haijatokea ni tatu bila ile. Kipindi cha kwanza 3-0. Kilitokea nini Bruce mpaka jamaa wakarudisha mpaka wakapata ushindi 4-3? Mimi nilikuwa najua hapa wanalala kusema kweli, lakini nikakumbuka hii ni Bayern Munich ya msimu huu, haijalishi unawafunga mangapi, lakini wakiwa bado mchezoni. Nikajua kipindi cha pili kitakuwa tofauti kabisa, na inaeleweka kwamba kipindi hicho cha kwanza pia Kompany aliwapumzisha baadhi ya wachezaji muhimu kwa sababu tayari wamebeba ligi ya Bundesliga, lakini katika kipindi cha pili Bayern ile ambayo haikati tamaa, ina ari na uchu ya kufunga magoli, ilidhihirika wazi kabisa na wakabadilisha kabisa na kupindua meza, wakapata ushindi wa 4-3. Mwishowe kusema kweli ni mojawapo ya matokeo ya kushangaza msimu huu, kwa sababu sio timu nyingi zingeweza kurudisha magoli hayo matatu na kupata ushindi pointi 3 katika mechi. Hata wenyewe wamesema kwamba walishangaza namna ambavyo walipambana kuhakikisha kwamba hawapotezi mechi hii, na ni hatua muhimu kuelekea Champions League namna ambavyo walishinda mechi hii. Tuangalie mechi kati ya Stuttgart na Bremen ambayo ilikamilika sare ya 1-1. Matokeo haya yanaiweka wapi Stuttgart katika azma yake ya kufuzu kwa kombe la mabingwa Ulaya Champions, Saumu? Unaweza kusema kwamba Stuttgart bado haipo katika sehemu mbaya tofauti. Shida ni kwamba pointi inasalia na pointi sawa na Hoffenheim ambayo iko katika nafasi ya 5, lakini mpaka sasa unaweza kusema bado katika mechi zilizosalia takriban mechi tatu. Bado Stuttgart inaweza kujikatia tiketi ya kucheza katika Champions League, ingawa kwa namna ambayo haina mfululizo wa matokeo ambayo ni thabiti. Kuna uwezekano pale Champions League itakwenda tu, lakini matumaini ya kuonyesha matokeo bora ndio itakuwa changamoto, itakuwa ni mwamba ngoma. Lakini mpaka sasa unaweza sema nafasi bado wanayo, kucheza Champions League. Na vipi swala la Cologne na Hamburg? Timu hizo zote mbili zilipoteza mechi zao, Cologne ikipigwa 2-1 na Leverkusen na Hamburg ikipigwa 2-1 na Hoffenheim. Unaziona kwamba timu hizi zinateremka katika eneo la chini na kuingia katika lile eneo hatari la kushuka daraja msimu ujao? Kwa Cologne naweza kusema kwamba bado nafasi wanayo, ijapokuwa pia nao matokeo yao pia yamekuwa mabovu, kwa sababu kuna wakati ilikuwa hadi nafasi ya 6 katika Januari, lakini kisha ikaanza kuporomoka mpaka sasa yuko katika nafasi ya 14 ikiwa na pointi 31, wakati timu ya mkiani Heidenheim ina pointi 22. Kwa hiyo unaweza kusema itategemea kocha atajipanga vipi katika mechi zilizosalia ili ahakikishe kwamba asipate hata kucheza mechi za mchujo. Kwa Hamburg nao pia nafasi yao na Cologne ni sawa sawa, kwa sababu pointi zao pia ni sawa 31, lakini kwa St. Pauli, Wolfsburg na Heidenheim hawa unaweza kusema bila shaka. Alafu ukiangalia mechi ambazo Cologne inazo, mechi inayokuja wanacheza na Union Berlin, kwa hiyo ni timu ambayo wanatofautiana tu kidogo. Kwa hiyo ikiwa kocha atajipanga vizuri na atapanga kosi chake, basi kuna uwezekano mzuri tu akamaliza hapa katika nafasi ya 14, wakipanda sana 12-13. Bruce ameitaja hapo Union Berlin ambayo imefungwa tena mechi ya pili mfululizo. Hii inamweka wapi kocha Eta, tukizingatia sasa imepoteza mechi 5 mfululizo za Bundesliga na kuna mechi ambayo inakuja dhidi ya Cologne? Bruce, kweli kulikuwa na shinikizo kubwa alipotangazwa kwamba yeye ndiye atakayechukua mikoba ya timu hii kwa mechi zilikuwa 4 zilizobaki msimu huu. Zilikuwa 5 na amepoteza tayari 2, zimebaki 3. Na shinikizo hili linaongezeka hata zaidi. Naweza kusema ni bahati mbaya kwamba alichukua timu kwa wakati mbaya, wakati timu imeshaoza, ipo katika nafasi ngumu yenyewe, wachezaji, kikosi sio hakiko vizuri, lakini pia
wakati huo kulikuwa na nafasi kidogo ya kupumua kwamba hawatakuwa katika kile kinyang'anyiro cha kuepuka kushusha daraja, lakini namna ambavyo mambo yanakwenda inaonekana inashuka kwa kasi kweli, na hii inawapa wasiwasi. Bruce, msimu huu tutakuwa na timu 7 za Bundesliga ambazo zitashiriki mashindano ya makombe ya Ulaya msimu ujao, hasa tukizingatia matokeo ya mechi za kombe la shirikisho DFB Pokal jinsi zilivyokuwa, na mechi ambazo zimefanikiwa kusonga mbele. Katika 6 bora sijaona mabadiliko yote katika Bundesliga baada ya mechi ya 31, lakini naona kivumbi bado kipo kuwania ile nafasi ya 7 ambao ni timu ambayo itacheza Europa Conference. Eintracht Frankfurt ndio naiona imesimama pale. Unaiona wapi nafasi au fursa ya Frankfurt katika nafasi hii? Hapa kuna mpambano, nadhani tutafika siku ya mwisho, kwa sababu kati ya Frankfurt, Freiburg na Augsburg mmoja wapo ataweza kutinga nafasi ya 7, lakini ukitizama Frankfurt na Freiburg wana faida kidogo ya pointi, wanaweza mmoja wapo anaweza akapata nafasi hiyo ya 7 kwa sababu wako katika nafasi ya 7 na 8 nikiangalia kwenye jedwali hapa. Kwa hivyo mimi nikitizama na hapa Frankfurt nafasi zaidi ya kuweza kusonga. Wana pointi ngapi? Frankfurt wana pointi 43 na Freiburg pia 43. Kwa hivyo ni mchuano mpaka siku ya mwisho kama nilivyosema. Haya, tuachane na Bundesliga tusonge ligi ya Premier. Manchester United wanacheza leo na Brentford kukamilisha mechi za mzunguko wa 34. Msimamo hata hivyo utabaki vile vile katika 5 bora za ligi hata wakishinda mechi hii. Unazungumziaje mwenendo wa ligi ya Premier kwa hapa ambapo tumefikia, Bruce? Kifupi. Ndio, kinyang'anyiro cha kutafuta nafasi 5 za kwanza ndio nadhani kimepamba moto kusema kweli, na kinyang'anyiro pia cha kubeba ubingwa kati ya Arsenal na Manchester City pia ni kitamu zaidi, hasa baada ya Arsenal kupata ushindi mwishoni mwa wiki 1-0. City haijacheza kwa sababu ilikuwa inacheza kombe la FA. Hii sasa imerudisha mpira katika upande wa Manchester City, tutasubiri kuona itakuwaje, lakini kama ulivyosema United wapo katika mwendelezo mzuri sana chini ya Michael Carrick, kaimu kocha huyu, ya kuhakikisha kwamba wanarudi katika Champions League, sehemu ambayo wanastahili kuwepo, na timu nyingine kama Liverpool, Aston Villa zinapambana kubaki hapo. Sasa wengine ambao sitawataja wana matatizo kidogo. Haya, tuangalie sasa #Visit Rwanda. Hii ni kwa muktadha wa kombe la mabingwa Ulaya Champions. Timu 4, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Atletico Madrid, Arsenal, zote hizi zinakuwa zina ule mkataba ule na Rwanda katika mkakati wa Rwanda kujitangaza, na timu zote 4 ndizo ambazo zimefikia katika 4 bora ambazo zimebaki katika kombe la mabingwa Ulaya msimu huu. Visit Rwanda ni mkakati ambao Rwanda nafikiri imeutumia, na yeyote atakayeshinda kombe anatembelea Rwanda. Mshindi Rwanda inakuwa bado ni mshindi. Hii ni dabi ya Visit Rwanda, lakini Arsenal tuseme tu kwamba mkataba huo ulikushakamilika. Ni madabi. Ni hizi timu 3 hizo ulizotaja. Lakini mechi tutizame mechi PSG na Bayern Munich. Ni kesho hii. Ni kesho hiyo, inaanza kesho. Marudiano ni Jumatano wiki ijayo. Ndio, atakayeshinda mkondo huu wa kwanza pengine atakuwa na nafasi nzuri sana, kwa sababu Bayern wanaenda Paris, ni kazi ngumu, na hizi timu zote mbili kama tulivyozungumza mwishoni wiki iliyopita zina ubora sawa. Nadhani itakuwa ni moment of brilliance. Mchezaji yeyote ambaye atajitokeza kusema kwamba mimi nipo na kujitangaza ndiye atakayeweza kusaidia, lakini pia wasiwasi wangu ni kwamba Vincent Kompany hata kuwa kwenye chaki, ule mstari wa chaki pale katika mechi ya mkondo wa kwanza kule Paris amefungiwa mechi moja. Hii inaweza kutoa mwelekeo gani kwa mechi na kisaikolojia hata kwa wachezaji wake? Kwa kweli naona kama itakuwa ni changamoto kwa mara nyingi wachezaji, ama unamwona Vincent Kompany anakuwa kwenye chaki akiona kwamba mambo hayaendi, anajaribu kuwaeleza kutoka kwenye chaki pale wachezaji wake namna gani labda anavyotazama mechi kutoka hapa nje. Kwa hiyo wakati ambapo atakuwa hayupo na wako ugenini, hapa ni nafasi nzuri kabisa kwa PSG kuweza kuitumia nafasi hii wakiwa nyumbani, labda kuitandika Bayern ambayo mpaka sasa imedhihirisha ni timu ambayo ni ngumu, lakini pia vile vile wanaweza kutumia kikosi cha Bayern nafasi hii kudhihirisha kwamba kikosi tuko imara, nidhamu iko, bila ama naye kocha bado tunaweza kutoa matokeo mazuri. Nadhani kabisa kazi watakuwa wamefanyiwa kabisa kabla ya mechi hii, na wanafahamu wamekuwa wakicheza vizuri sana msimu mzima. Kwa hivyo sidhani kama mechi hii peke yake itafanya wacheza tofauti na kuwa dhaifu uwanjani.
Haya, Hassan Mwanaali ni mwana michezo ambaye yuko kule Nairobi nchini Kenya. Natumai unanipata kwa njia nzuri kabisa hapo Nairobi. Hassan? Nakupata vizuri sana bwana. Haya, tupe ubashiri wako kuhusu mechi ya kesho, PSG na Bayern Munich. Basi umeniweka kingoni hivyo. Mbona acheka? Umenigeuza bisibisi. Hii ni fainali ya klabu bingwa bara Ulaya. Na nafikiri mshindi ni yule atakayetumia vizuri nafasi ya nyumbani, na ndio maana naipa nafasi kubwa sana hii mechi. Upo uwezekano mkubwa sana, tuseme hivi, baada ya mikondo miwili Bayern hii ni njia sema, alafu tukusubiri wiki ijayo tukuulize ulisemaje. Hata mikondo miwili naona Bayern itaingia fainali. Huo ndio ubashiri wangu. Haijalishi ni penalti, ni mabaya kiasi gani, lakini Bayern wanaingia fainali. Haya, asante sana ukiwa hapo Kenya, lakini pamezuka hapo seke. Tunaliita ni jinamizi au tunasema nini? Ni kashfa katika soka la Kenya. Kulikoni? Wallahi ni pazito. Hata wakati tunakwenda hewani sasa hivi, waziri wa michezo ilifaa zungumze na wanahabari, lakini ameahirisha kikao. Tunasubiri wakati wote atazungumza na wanahabari, manake ilianza tu kama masiara. Wanasema wakati wa mashindano ya CHAN, rais wa FKF aliingia mkataba na kampuni ya bima ya Riskwell kwa ajili ya mashindano ya CHAN, lakini kamati andalizi ya CHAN inasema haikuhusishwa. Sasa baada ya wanahabari kufichua hizi habari magazetini, mitandaoni, basi baadhi ya wanachama wakuu wa FKF wakiwa na naibu rais McDonald Mariga wakatangaza kwamba wamemwachisha kazi, wamemwambia akae pembeni rais wa shirikisho ili uchunguzi ufanywe. Naye rais wa shirikisho akaja akajibu akasema kwamba hawana uwezo, hawakufuata sheria kumsimamisha kazi. Sasa ni vuta ni kuvute. FIFA imeingilia kati, imetuma tayari barua kusema kwamba inataka ile NEC, kamati kuu ya FKF, iwaeleze ni kwa namna gani walimsimamisha Hussein, stakabadhi gani walizozitumia, na je Hussein alipewa nafasi ya kuja kujieleza. Yani hivi tunapozungumza hata tunaarifu kwamba ofisi za shirikisho la soka zimefungwa. Kuna magenge ya wahuni mlangoni yamewakea wafanyikazi wa FKF kufanyia kazi makwao hadi watakapohitajiwa ofisini. Kwa hiyo ni wingu jeusi limetanda kwenye usimamizi wa soka nchini Kenya. Asani Charo, kumradhi, hatua hii inakuja wakati ambapo Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki zinajiandaa kwa AFCON mwaka ujao. Inaiweka wapi Kenya? Hali ni njia panda, hali ni ngumu sana. Ndio maana tunasubiri sana uamuzi wa waziri wa michezo ambaye atazungumza na wanahabari wakati wote kuanzia sasa hivi. Pana wasiwasi, manake ukiona FIFA imeingilia kati, inaomba kujua ni kwa namna gani kamati kuu ilikutana. Hao ni wanachama wangapi? Wanachama 9 kati ya wanachama 14 wa kamati kuu waliokutana na naibu rais, na wakasema kwamba wamemuondoa ofisini rais wa shirikisho. Sasa FIFA wao wanauliza, je, mlifuata kanuni za katiba ya FKF kumsimamisha kazi? Na je, stakabadhi gani mlizozitumia kumsimamisha kazi? Na wa FIFA wameomba hizo stakabadhi kufikia tarehe 1 mwezi Mei ili waweze kushughulikia kesi hii. Kwa hiyo yani sasa hivi Wakenya wapo katika hali ngumu sana. Na hii imeathiri mpaka Uganda na Tanzania bwana. Bruce, CAF tayari wameshaingilia, FIFA wameshaingilia, alafu kuna mamlaka ya manunuzi ya umma PPRA wameshaingilia, mamlaka ya ambayo inasimamia masuala ya bima IRA Kenya imeshaingilia, alafu kuna tume ya maadili na kupambana na rushwa ya Kenya EACC imeshaingilia. Hii sio mara ya kwanza kwa Kenya masuala kama haya. Inaiweka wapi Kenya katika hadhi yake na masuala ya soka kuelekea AFCON? Na wasiwasi mkubwa, kwa sababu kama tulivyosema, una wakati wenyewe wa sakata hili, lakini kumekuwa na manunguniko. Hassan anaweza kuthibitisha kuwepo kwa kambi mbili. Mambo yamekuwa yakitokota katika FKF kati ya Rais Hussein Mohamed na naibu wake McDonald Mariga. Sasa hivi sakata hili ni kama limefichwa wazi pale uwanja, na Mariga ameshachukua sasa hivi ni kaimu rais, ameshateuliwa kama kaimu rais tayari.
na usisahau jana rais wa shirikisho Hussein Mohamed alikutana na wanachama wa matawi yote 48 akamhakikishia kwamba yapo naye, na kama ulivyosema kweli, kuna wakati vita baridi vimekuwepo baina ya Mariga na Hussein Mohamed, na usisahau pia aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa shirikisho Harold Ndege alisimamishwa kazi na Hussein Mohamed na kesi yake ipo mahakamani hadi tunapozungumza. Hassan, tuangalie swala la uwazi, uwajibikaji au niseme utawala ambao unazingatia sheria. Wadau wote katika sakata hili unaona wanachukua mwelekeo gani? Kuna utulivu au unaona kunaweza kukazuka hali ya taharuki zaidi na tafrani? Nina matumaini suluhisho itapatikana, kwa sababu huwa tunatarajia labda FIFA ije iangushe shoka na kama hayo kama ni serikali ama wizara imeingilia kati usimamizi wa shirikisho, lakini serikali na wizara wote hawajaingilia, ila ni shirikisho lenyewe linavutana ndani kwa ndani. Wadau wanauliza mbona hawa wanachama wa kamati kuu hawangesubiri labda uchunguzi ufanye? La kwanza. Pili, labda Hussein Mohamed mwenyewe angejiondoa ili uchunguzi ufanywe. Hii imezua mipasuko na nafikiri suluhu, ndio maana tunasubiri waziri. Itabidi waziri aingilie kati Salim Mvurya ili kuwaita hawa wadau wote na kupata suluhu na kuachia asasi husika kufanya uchunguzi wao, maana ni madai ya ufisadi haya. SportPesa ambao hawa ndo washirika wakuu wa ligi, alafu na kituo cha utangazaji Azam ambao hawa ndo wanatangaza pia wanaubia na KFF, wameshatoa kauli yoyote kuhusiana na sakata hili kwa hapa ambapo limefikia? Wametoa kauli, na wakati Mariga wao naibu rais anamsimamisha kazi Rais Hussein, akasema kwamba mikataba yote ya shirikisho itachunguzwa upya. Lakini hivi tunapozungumza leo, SportPesa ambao uliwataja wadhamini wakuu wametoa taarifa kwa vyombo vya habari wakisema kwamba wanasubiri waone hatima itakavyokuwa, lakini ukichunguza vizuri hiyo taarifa yao ni kama wamegemea upande wa rais wa shirikisho Hussein Mohamed ambaye aliwaleta, kwa sababu kwenye taarifa yao wanasema kwamba wanasubiri uamuzi ufanywe, lakini pia wamesifia sana ustawi wa soka ambao umefanywa chini ya Hussein Mohamed. Kwa hiyo hapo unaona asante sana Hassan Mwanali. Hili swala ni kubwa, lakini tulizungumzia kidogo basi mwisho tumalizie na nani, Sebastian Sawe. Ni jambo kidogo ambalo ni la kufurahisha, na Hassan yuko Kenya, anaweza pia kutuambia, lakini wacha nisome maoni ambayo Lili alikuwa ayasome hakuyamaliza. Rick Sport anasema sio kukimbia tu, Wakenya wanaweza hadi kupaa. Mwacha anasema Kipchoge aendelee tu kuzungumza, asingeweza kamwe kukimbia kwa muda ule aliyokimbia kama asingetengenezewa mazingira. Na Abala Juni anasema moyo wangu unabubujika furaha, hongera sana Mkenya mwenzangu. Hassan Mwanali, unasemaje kuhusu Sebastian Sawe ameweka rekodi ya London Marathon? Wakenya wanasema na huu uchumi na kupanda kwa bei za mafuta, basi hawatahitaji magari, ni kukimbia tu. Bruce, inabidi tuanze ni kukimbia sasa kuelekea Kenya. Hakuna pia kupaa kwa ndege, kimbia tu. Unaanza mbio hapa, sijui tunapitia na Paris, sijui tunapitia na wapi. Tukifika baharini sijui tunakimbia vipi Bruce? Kwamba mdhamini mkuu wa huyu kijana Adidas walichukua zaidi ya mwaka mmoja kumfanyia tu vipimo vya afya na uchunguzi wa utumizi wa dawa hizi ambazo zimepigwa marufuku. Yani ni ambaye ameshinda ile wenyewe wanasema clean. Maana huwa tuna wasiwasi kwamba unashinda alafu baada ya miezi mitatu ama minne tunasikia kwamba umepigwa marufuku kwa kutumia hizo dawa. Lakini huyu inda clean. Ni nani asiyejua Kenya duniani? Mimi nakwambia lazima pia mimi nimpongeze Sawe kwa sababu amevunja rekodi ambayo imekuwa ikiwa kwepa wanariadha wengi sana kwa miaka mingi. Na amesema kwamba chochote kinawezekana kama amefanikiwa yeye kuweza, na hakuikiwa mazingira yale ya no man is limited. Badala yake yeye alikimbia tu kama mkimbiaji, na hisi kama pongezi anazistahili. Haya, kongole kwake Sebastian Sawe, na ametupa Mkenya mwenzetu kubwa, Mkenya mwenzetu na pia vile vile mwana Afrika Mashariki. Na hii inatoa mwelekeo kwa AFCON. Nafikiri AFCON pia tutakimbia, tunaweza tukafanya kweli kama alivyofanya Seba anatupatia morali wa AFCON. Muda umekwisha Joseph Antari. Yani AFCON itakuwa ya Seba. Haya bana, asante Joseph.